Usiku wa tarehe 19 Februari mwaka 2026 umeandika sura ya huzuni lakini yenye utukufu katika kitabu cha historia ya Kanisa Katoliki nchini Tanzania na ulimwenguni kote. Taarifa rasmi iliyotolewa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama George Thaddeus Ruwaichi imethibitisha kifo cha Askofu Mkuu mstaafu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea saa 4 usiku katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Kifo hiki kimehitimisha safari ya miaka 81 ya mwanadamu ambaye maisha yake yalikuwa kielelezo cha unyenyekevu, ujasiri wa kusema ukweli na utumishi uliotukuka kwa Mungu na binadamu. Katika historia hii ya kina ya maisha, Kardinali Pengo inaangazia kuanzia chimbuko lake vijijini mkoani Rufwa kupitia korido za masomo ya juu jijini Roma hadi kufikia kilele cha uongozi wa Kanisa Katoliki duniani kama mshauri wa mapapa watatu. Safari ya Polycarp Pengo ilianza mnamo tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji kidogo cha parokia ya Mwazie iliyopo jimbo la Sumbawanga, wakati huo likiwa chini ya vikariati ya kitume ya Tanganyika. Kuzaliwa kwake katika kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia na wakati wa harakati za awali za kupigania uhuru wa Tanganyika kulichangania kwa kiasi kikubwa katika kuumbwa kwa hulka yake ya thabiti. Mwazie ikiwa ni eneo lililojitenga kijiografia lakini lenye utajiri mkubwa wa kiroho kupitia kazi za wamisionari ilimpa Pengo msingi wa kwanza wa imani. Malezi yake yalijikita katika misingi ya Kikristo na nidhamu ya kijijini ambapo alijifunza thamani ya kazi na unyenyekevu. Kati ya mwaka 1959 na 1964 kijana huyu alichukua hatua ya kwanza katika kuitikia wito wa Mungu kwa kujiunga na seminari ndogo ya Kaengesa kwa ajili ya masomo ya sekondari ya juu. Seminari ya Kaengesa wakati huo ilikuwa ni tanuru ya malezi iliyojenga na kuandaa viongozi wa baadaye wa kanisa na jamii. Hapa uwezo wake wa kiakili ulianza kujitokeza, akionyesha bidii katika masomo ya lugha, falsafa ya awali na sayansi za kijamii. Baada ya kuhitimu Kaengesa, Pengo alihama kutoka nyanda za juu kusini magharibi kuelekea Tabora ambako alijiunga na seminari kuu ya Kiparapara mwaka 1965. Kiparapara ni moja ya vituo vikongwe vyenye heshima kubwa nchini Tanzania kwa ajili ya malezi ya kipadre. Alitumia miaka mitatu ya mwanzo, yaani mwaka 1965 hadi mwaka 1967 kujichimbia katika masomo ya falsafa, akijifunza misingi ya fikra za mwanadamu na mantiki kabla ya kuingia katika masomo ya teolojia kuanzia mwaka 1968 hadi mwaka 1971. Kipindi hiki cha masomo ya teolojia kilikuwa muhimu sana kwani kiliingilia mageuzi makubwa ya kanisa kufuatia mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani uliokuwa umeweza kuleta sura mpya ya kanisa linalozungumza na dunia ya kisasa. Mnamo tarehe 20 Juni mwaka 1971 akiwa na umri wa miaka 26, Polycarp Pengo alipewa daraja ya upadre katika jimbo la Sumbawanga na Askofu Charles Msakila. Huu ulikuwa ni mwanzo wa maisha yake ya utumishi wa moja kwa moja kwa watu wa Mungu. Katika miaka miwili ya mwanzo wa upadre wake, yaani mwaka 1971 hadi mwaka 1973, alihudumu kama katibu askofu wa Sumbawanga. Nafasi hii ilimpa uzoefu wa kutosha katika kutawala wa kanisa na ukamfanya aliye changamoto zote za kichungaji katika ngazi ya jimbo. Hata hivyo, uwezo wake mkubwa wa kutaamuli mambo ulisababisha uongozi wa kanisa kumteua kwenda kujiendeleza kimasomo jijini Roma. Kati ya mwaka 1973 na mwaka 1977, Padre Pengo alisoma katika chuo kikuu cha kipapa cha Laterani ambako alijikita katika teolojia ya maadili. Kupata shahada uzamivu katika fani hii hakumfanya tu kuwa msomi wa kiwango cha juu, bali kulijenga msingi wa misimamo yake ya baadaye kuhusu utu, haki na maadili ya jamii. Aliporejea Tanzania mwaka 1977, alifundisha teolojia ya maadili katika seminari kuu ya Kiparapara kwa miezi 9 kabla ya kuteuliwa kuwa lecturer wa kwanza wa seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea jijini Dar es Salaam mnamo mwaka 1978. Kama lecturer wa kwanza wa Segerea, Pengo alikuwa na jukumu zito la kuweka misingi ya malezi ya mapadri wa baadaye wa Tanzania katika mazingira ya jiji kuu la biashara. Uongozi wake
ulijikita katika nidhamu, bidii ya kazi na unyenyekevu, mambo ambayo yamebaki kuwa kitambulisho cha seminari hiyo hadi leo. Uwezo wa uongozi na kina cha imani ya Polycarp Pengo havikuweza kufichika. Mnamo tarehe 11 Novemba mwaka 1963, Papa Yohane Paulo wa Pili alimteua kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea, na kuwekwa kwake wakfu kulifanyika mnamo tarehe 6 Januari mwaka 1984 katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Roma, tukio lililoongozwa na Yohane Paulo wa Pili mwenyewe. Hii ilikuwa ni ishara ya imani kubwa ambayo Vatican ilikuwa nayo kwa askofu huyu kijana. Baada ya kuhudumu Nachingwea, Pengo alipewa jukumu lingine mnamo tarehe 17 Oktoba mwaka 1986 kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Tunduru Masasi, ambako alisimikwa rasmi mnamo tarehe 12 Februari mwaka 1987. Katika maeneo haya ya kusini mwa Tanzania, Askofu Pengo alikabiliana na changamoto za umaskini na miundombinu mibovu, lakini alijikita katika ujenzi wa parokia na vituo vya huduma za kijamii. Alijulikana kwa kuwatembelea waamini katika maeneo ya ndani kabisa, akishirikiana nao katika maisha yao ya kila siku, jambo lililomfanya apendwe na watu wa rika zote. Mageuzi makubwa ya uongozi katika maisha ya Pengo yalitokea mnamo mwaka 1990 wakati alipoteuliwa kuwa askofu mkuu mwandamizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Uteuzi huo ulimfanya kuwa mrithi wa moja kwa moja wa kardinali wa kwanza wa Tanzania, Mwadhama Laurelian Rugambwa. Mnamo tarehe 22 Julai mwaka 1992, Askofu Pengo alichukua rasmi usukani wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kufuatia kustaafu kwa Kardinali Rugambwa. Wakati huo, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam lilikuwa na parokia zipatazo 20 pekee. Chini ya uongozi wake thabiti kwa miaka 27, jimbo lilishuhudia ukuaji usio na kifani. Pengo aliamini katika kusogeza huduma za kiroho karibu na watu, na matokeo yake ni kuanzisha kwa parokia mpya zaidi ya 90 na kufanya jimbo kuwa zaidi na parokia 110 wakati wa kustaafu kwake mwaka 2019. Maendeleo haya hayakuishia kwenye majengo ya makanisa pekee. Kardinali Pengo aliongoza juhudi za ujenzi wa shule na vituo vya afya katika kila parokia. Alijitahidi kuingiza katika kanisa maeneo ambayo awali yalionekana kuwa ni magumu kufikika kiuchungaji, kama vile kisiwa cha Mafia na Kibiti mkoani Pwani. Maeneo haya yenye wakazi wengi wa imani nyingine yalipokea huduma za kijamii za kikanisa bila upendeleo, jambo ambalo liliimarisha mahusiano ya kidini na amani nchini. Kardinali Pengo pia alikuwa mzalishaji mkubwa wa watumishi wa Mungu. Katika kipindi cha uongozi wake, alitoa daraja la upadre kwa mapadre 73 wa jimbo, akihakikisha kuwa ongezeko la waamini lilienda sambamba na ongezeko la wachungaji. Mnamo tarehe 21 Februari mwaka 1998, Papa Yohane Paulo alimtangaza Polycarp Pengo kuwa kardinali, akimpa jina la Cardinal Priest of Nostra Signora di Lasarete. Heshima hii kubwa ilikuwa utambuzi wa mchango wake mkubwa kwa kanisa la Afrika. Kama kardinali, alikuwa na jukumu la kumshauri papa na kushiriki katika uchaguzi wa mapapa wapya. Alishiriki katika conclave 2 muhimu. Conclave ya kwanza ya mwaka 2005 iliyomchagua Papa Benedikto wa 16 na conclave ya pili ya mwaka 2013 iliyomchagua Papa Francis. Nafasi yake kama kardinali ilimpa sauti katika vikao vya juu vya Vatican. Alikuwa mjumbe katika idara mbalimbali ikiwemo Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu na Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani. Katika mikutano hii, Pengo alijulikana kwa misimamo yake isiyoyumba kuhusu mahitaji na changamoto za kanisa la Afrika. Kati ya mwaka 2007 na mwaka 2009, alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la Baraza Maaskofu Katoliki Afrika na Madagascar SECAM. Katika nafasi hii, aliongoza kanisa la Afrika katika kutetea haki za binadamu, kupambana na umaskini na kusisitiza umuhimu wa amani katika bara kuliko kumbwa na migogoro mingi. Alisisitiza kuwa kanisa la Afrika linapaswa kuwa na sauti yake lenyewe na isitegemee mawazo ya kuazima kutoka nje ambayo hayana uhusiano na mazingira ya Kiafrika. Kama mtaalamu wa teolojia ya maadili,
Kardinali Pengo hakuwa na muhali linapokuja suala la kulinda misingi ya imani na utu wa mwanadamu. Moja matamko yake yenye uzito mkubwa lilitokea mnamo Novemba 2018 ambapo alilaani kile alichokiita ukoloni wa kiitikadi, ideological colonization. Alizitaka nchi za Afrika ikiwemo Tanzania kukataa misaada yenye masharti yanayolazimisha kukubalika kwa vitendo vya ushoga, akisema kuwa ni bora taifa life kwa njaa kuliko kupokea misaada inayoharibu misingi ya kimaadili ya kijamii. Msimamo wake kuhusu ugonjwa wa ukimwi pia ulikuwa thabiti. Alisisitiza kuwa janga hili haliwezi kumalizwa kwa kusambaza kondomu pekee, bali linahitaji mbinu jumuishi zinazozingatia elimu ya uwajibikaji wa mtu binafsi na kuzingatia maadili au jinsia ndani ya ndoa. Aliamini kuwa mzozo wa maadili ndio mzizi wa matatizo mengi ya kijamii, na hivyo kanisa lina wajibu wa kuwa dhamiri ya taifa. Uhusiano wa Kardinali Pengo na waasisi wa taifa, hususan Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ulikuwa wa kina na wenye mashiko ya kifalsafa. Pengo alikuwa muumini mkubwa wa fikra za Nyerere kuhusu kujitegemea na umoja wa kitaifa. Katika utafiti wake wa kitaaluma, alijikita kuelewa jinsi falsafa ya Nyerere inavyoweza kusaidia katika kujenga kanisa lenye uzalendo. Alisisitiza mara kwa mara kuwa imani ya kidini haipaswi kumfanya mtu ajitenge na taifa lake, bali inapaswa kumfanya awe mzalendo zaidi. Katika kipindi chake cha uongozi, alihimiza waamini kushiriki katika shughuli za maendeleo ya nchi na kulinda amani. Dr. Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, amewahi kunukuliwa akisema kuwa Kardinali Pengo alithamini sana mchango wa waasisi wa taifa katika kujenga moyo wa uzalendo miongoni mwa Watanzania. Kuhusu uhusiano na serikali, Pengo alijulikana kwa jasiri wake wa kuikosoa mamlaka pale alipoona kuna vitisho vya ustawi wa wananchi. Mnamo mwaka 2009 alikataa wazi wazi ushauri wa serikali uliotaka kanisa liwasilishe nyaraka zake za kichungaji kwa serikali kabla ya kuzisoma kwa waamini, akidai kuwa kufanya hivyo ni kuizuia kazi ya Mungu. Hata hivyo, aliamini katika ushirikiano pale ambapo maslahi ya taifa yalihitaji umoja. Uhusiano wake na Rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli ulikuwa wa kuheshimiana, ambapo mara kwa mara walishauriana kuhusu masuala ya amani na maendeleo. Moja ya alama ambazo Kardinali Pengo ameacha ni kizazi cha viongozi wa kanisa aliowaandaa na kuwaweka wakfu. Kati ya mwaka 1994 na 2019 alikuwa askofu mkuu mwekaji wakfu wa maaskofu 24 nchini Tanzania. Maaskofu hawa ndio wanaoongoza majimbo mengi nchini kwa sasa, wakibeba sehemu ya busara na falsafa ya Pengo. Baadhi ya viongozi mashuhuri walioweka wakfu ni pamoja na Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora na kardinali wa pili wa Tanzania; Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi, mrithi wake katika Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam; Askofu Mkuu Gervas John Nyaisonga, askofu mkuu wa Mbeya; Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu na mshauri wa karibu. Hii inadhihirisha kuwa uongozi wa Pengo ulikuwa wa kuandaa mustakabali wa kanisa kwa miaka ijayo. Hakuongoza peke yake, bali alihakikisha kuwa kuna mwendelezo wa uongozi thabiti na wenye nidhamu. Mnamo tarehe 15 Agosti mwaka 2019, akiwa na umri wa miaka 75, Papa Francis alikubali ombi la Kardinali Pengo la kustaafu uongozi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Pamoja na kustaafu, Pengo aliendelea kuitumikia jamii kupitia sala na kutoa ushauri. Katika miaka yake ya mwisho, afya yake ilianza kudhoofika kutokana na matatizo ya moyo na shinikizo la damu. Hata hivyo, ujasiri wake haukupotea. Alijulikana kwa kuendelea kuadhimisha misa hata akiwa ameketi kwenye kiti, akisema kuwa mtumishi wa Mungu hawi na likizo mpaka mwili utakaposhindwa kabisa. Alipata matibabu katika nchi mbalimbali ikiwemo India na Marekani, lakini alipenda zaidi kuhudumiwa nchini kwake Tanzania, akionyesha imani yake katika taasisi za ndani kama JKCI. Kifo chake mnamo tarehe 19 Februari 2026 kinatokea ambapo Kanisa Katoliki linaendelea kusherehekea matunda ya uongozi wake. Ingawa mwili wake umetulia, sauti yake inaendelea kusikika kupitia majengo ya parokia alizozijenga,
shule alizozianzisha na viongozi aliowaweka wakfu. Moto wake wa mimi hapa utabaki kuwa mwito wa kila mwanadamu katika wito wa utumishi kwa unyenyekevu na ujasiri. Kardinali Polycarp Pengo hatakumbukwa tu kama mkuu wa kanisa, bali kama mwanafalsafa wa maadili, mzalendo wa kweli na baba wa kiroho ambaye maisha yake yalikuwa daraja kati ya mbingu na nchi. Tanzania imepoteza dira na kanisa ulimwenguni limepoteza moja ya nguzo zake imara. Apumzike kwa amani jemedari huyu wa imani, Kardinali Polycarp Pengo. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Astarehe kwa amani. Amina.